kwamba huyu mnyama alionekana na Yohana, na huyu mnyama tukasikia kwamba tulisoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10, na tukasikia sijui kama niliwaambia hivyo. Niliwaambia kwa jina lingine ya huyu mnyama tunamuitanga an incarnated beast. Hiyo ni kusema wanyama wengi wako katika mnyama mmoja. Kwa nini? Tuliona alikuwa na makucha yake yalikuwa ya dubu, kinywa chake kilikuwa cha simba, na ngozi yake ilikuwa ya chui, na vichwa zake 7 vilikuwa na pembe 10. So tukasema wanyama ambao tuliwasoma katika Danieli 7, baba wetu aliyafunua mambo haya baadaye kwa Yohana ambaye ni mtume, ambaye alikuja kufunuliwa habari za mnyama huu ama ufalme huu siku mingi baadaye. Na sababu ya kuonyeshwa zikiwa pamoja ni kwa sababu nyakati zile Danieli akiona zile falme hazikuwa zimeendelea, si unakumbuka hivyo? Lakini saa hii Yohana wa Ufunuo akikuja kuona huu mnyama, ufalme wa Kibabeli, ufalme wa Medo-Persia, ufalme wa Wayunani ama Macedonian Empire, na sasa alikuwa akiona kwa the current ufalme ambao ni ufalme wa Kirumi. Ndiposa akaona huyo mnyama akiwa mnyama mmoja, lakini akaona huyo mnyama mmoja ako na characteristics, tabia za hao wanyama wengine wote watatu, akaona katika mnyama mmoja. Lakini kuna jambo ambalo tulitakiwa tuone hapa, kwa sababu tulisema tukisoma Danieli 7 ilifunua kuhusu dini ya uongo ambayo imeenea katika dunia. Yohana wa Ufunuo vile vile akakuja kuona mambo haya na akaona huyu mnyama. Kuna jambo tuliona hapa, ukifungua Ufunuo 13. Sasa ukisoma mstari wa 6, unajua nishafanya recap sasa. Already tushafika hapa. Mstari wa 6 kuna jambo tulikuwa tukisoma hapo ndiposa tuweze kuelewa. Ufunuo 13 mstari wa 6. Tunasema akafunua kinywa chake amtukane Elohim. Haya, tunasikia huyu mnyama alipofunua kinywa chake kuna mambo alianza kufanya. Na tukisema mnyama tunasema ni ufalme. Na ni ufalme mgani tunaongelea kuhusu? Ufalme wa Kirumi. Lakini nyakati gani? Nyakati za kipapa. Si unajua ufalme wa Kirumi tuliugawanya mara ngapi? 2. Sehemu ya kwanza ni ndio tulikuwa tunaita nyakati za kipagani ama the pagan Rome. Huo wakati nikawaambia ya kwamba ni wakati sasa watu walikuwa wamekataana na baba wetu na ilikuwa ikionekana. Hizo nyakati watu walikuwa wakiomba jua, na wanajua ni jua wanafanya nini? Wanaomba. Mtu anaenda anainamia jua uliomba, akijua hivyo ndivyo wanafanya nini? Hizo ndizo zinaitwa nyakati za kipagani. Lakini katika nyakati hizi tunaita nyakati za kipapa ama the papal Rome. Ni kusema ni ya kwamba hiyo dini sasa iliweza kugeuka kwa njia nyingine na ikafichika. So leo kama ni kuomba jua, mtu anaomba jua lakini hajui. Ni jambo ambalo limefichwa, likaletwa na jambo lingine limefananishwa na baba wetu. Si ukisoma hapo Ufunuo inasema ya kwamba katika vichwa zake, uangalie ni mstari gani, katika vichwa zake alikuwa na maneno ya kukufuru. Na tukasema neno la Kiingereza ambalo limetumika ni blasphemy. Na kusema blasphemy ni kusema ni mtu vile anasema na vile anatenda ni mambo mangapi? Mawili. Sasa huu ufalme na dini ambayo iko katika ufalme huu, na tukasema ni kanisa la Kirumi ambalo limeenea katika dunia, na tutazidi kuliona kwa upana. Tunaambiwa sasa hilo kanisa, kwa sababu ni kanisa, si tulikuwa na nyinyi tukiona vile lilikuja likibuniwa. Hilo kanisa likakuja likiwa fiche sana, lakini leo
ndio ile kanisa kubwa sana katika dunia. Unajua hivyo? Na kwamba kanisa hili la Kirumi ndio ile kanisa kubwa sana katika dunia. Lakini kuna uongo ambao umefichika ndani ya, kwa sababu mtume wa baba wetu alipokuwa akitazama, akifunua kinywa chake, alikuwa akinena maneno tofauti. Si una expect kama ni kanisa, si tuna expect inene maneno ya baba wetu. Lakini alipofunua kinywa chake, andiko hapo limesema akafunua kinywa chake, afanye nini? Atukane baba wetu. Haya, ya pili alikuwa afanya nini tena? Na kulitukana jina lake, hata kutukana jina la baba wetu. Tuko almost. Tulisema siniliacha nimewapea, unakumbuka nikiwapea story ya kijana tulikuwa tunasoma na yeye high school. Akaenda akapewa admission 4666. Na after tumeenda term moja, sasa vile aliachwa shule ndio alikuwa amefail. Babake alikuja na yeye next term. Akasema mtoto wangu achejiwe nini? Admission, kwa sababu iko na namba ya ushetani. Tuko almost kuja kujua kwa ni nini iko lileta. Si hata watu hapa walituambia mambo mengi sana yalikuwa yakifanyika hata katika kanisa. Hata simu kuna wakati watu wamekataa kuzichukua, kadi za bank na vitu kama hizo, si ndio? Na tukakuwa sijui kama ni pastor alitupea rafiki yake fulani ati alifanya hadi siku nyingine hapo nikienda town, nikapita pale Garden City nikaangalia, sijaiangalia vizuri na nikaona ukweli hiyo trademark imechorwa hapo kama maua kanakaa hivyo, ni sita zimefanya nini? Zimeinamishwa. Lakini sasa unaona vile watu wanafikiria mambo mengi sana. So tutakuja kuona what's that. So hapa anaambiwa alitukana baba wetu, akatukana jina lake. Nini ingine alifanya? Na maskani yake, hata maskani yake. Maskani tulisoma hapa katika Zaburi 115. Tukasikia maskani ya baba wetu ni wapi? Tulisikia maskani ya baba wetu ni wapi? Si ni mbinguni? Yes. Na tukaambiwa hata tunasomanga, hata tunaipanga ya kwamba ako kule juu pamoja na malaika wake watakatifu, na huko ni utakatifu na utakatifu kabisa. Huyu na nikapeana njia ambazo aliweza kutukana baba wetu. One, kutukana jina lake ni ya kwamba kiongozi ambaye aliweza kuibuka. Si mnakumbuka Daniel chapter 7 verse 25? Tuliona mfalme ambaye aliweza kuinuliwa katika ufalme huu, na tukaona jambo hilo liliweza kutendeka in the 4th century. Hapo ndipo tuliona papa wa kwanza ameweza kusimamishwa. Si mnakumbuka hii? Mwenye hakumbuki akiangalia katika zake atapata hii ya kwamba kitambo niliwaambia walikuwa wakiitwa viongozi wa kanisa, walikuwa wakiitwa bishops, si ndio? Lakini in the 4th century tunasikia uongozi ukatolewa upande wa East, ambaye bishop wa Constantinople, huyo ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa kanisa. Uongozi ukatolewa huko ukarudishwa Rumi, na ulipoletwa Rumi, huyo kiongozi akatolewa jina bishop, akapewa jina gani? Papa ama pope. From there, hilo jina papa ni kusema baba, na ni baba mtakatifu. Tukasoma kitabu cha Mathayo hapa na tukasikia Masihi alisema ya kwamba tusimuite mtu yeyote baba hapa dunia, kwa sababu baba yetu ni mmoja. Alikuwa akijua ya kwamba nyakati zinakuja, na tutakuja kutafakari hilo jina papa, na kwa njia nyingine ambayo tutaliona aliweza kujitanisha na kwamba hata zamani nilikuwa naambiwa ya kwamba wale ambao hapa kuna mtu amesoma katika kanisa hilo akijijua. Unajua nawaambia mimi nilipelekwa huko nikiwa mtoto sana, lakini naambiwa wangu kuna wimbo ulikuwa ukiimbwa kitambo, ilikuwa inasema tuinire Kristo wangu kode atura Roma. Nani ameisikia hiyo wimbo? Hata nikiangalia age na niambia unaweza kuwa ukijua. Hiyo wimbo ilikuwa ikiimbwa zamani, na wanasema ya kwamba
Baba Mtakatifu anaonekana na ni mtu mkuu sana katika kanisa hili. Anaambiwa ya kwamba katika kanisa ambalo limejengwa kule Rumi, inalinganishwa na hekalu la Mungu hapa duniani. So kwa njia hiyo ndiposa anaambiwa ya kwamba alitukana baba wetu na akatukana jina lake. Nikuji alijipeleka katika utukufu sawa sawa na wa baba wetu, akajiita Baba Mtakatifu. Hilo lingine tunaambiwa aliweza kutukana hata maskani yake, na tukasema ya kwamba kuna mafunzo ambayo yanafunzwa na kanisa hili ambayo ni mafunzo potofu, ni mafunzo mabaya na ni mafunzo ambayo hayako katika Biblia, ya kwamba watu wakiaga, awe mzuri awe mbaya, wanasema ya kwamba akiweza kuaga ako na uwezo ama fathers, cardinals and bishops na viongozi hao wote wanasema ya kwamba wako na uwezo wa kutoa dhabihu ya huyo mtu kutolewa mahali kunaitwa purgatory, ndiposa aweze kupelekwa paradise. Sijui kama mmewahi sikia hivyo. Na hapo ndipo mafunzo ya watu kuenda mbinguni yaliweza kutolewa. Wanaambiwa ya kwamba akiaga, na ndiposa wanaambiwa wao wakuje kwa kanisa, wao wakubali Mungu, wewe ufanye vile unataka, hakuna mipaka, kwa sababu hata ukiaga utatolewa dhabihu na watu wenu pamoja na Father, na ukitolewa utaweza kukombolewa kutoka, kwa sababu wanaamini ya kwamba ukikufa ukiwa muovu unapelekwa purgatory. Na tukiwa watoto nikawaambia kwamba tukiwa tunaambiwa mambo haya kushtua sana, ya kwamba utaenda huko utachomeka milele na milele. So wanaamini ya kwamba ndiposa utolewa katika uchungu ule, wanafanya dhabihu, unatolewa hapo, unapokelewa kule mbinguni na malaika. Na mambo haya tukiyasoma, tulisema ya kwamba enda ukiangalia, kwa sababu mafunzo ama church dogma ni mambo ambayo yanaendaga ya kievolve. Unaona hivyo? Si kama mafunzo ya baba wetu. Si kama sasa hivi tunafunzwa 40 points. Na zilianza kufunzwa in the 19s na hazijawahi badilika na hazitawahi badilika. Lakini mafunzo haya wakiangalia waone hapa kuna dosari, mahali tunapigwa sana, inaenda inakaliwa chini, inafanywa nini? Inabadilishwa. So hivyo ndivyo ilianza, na watu wakaanza kufunzwa hivyo na wakaamini hivyo. So ndio maana nilikuwa nawaambia enda ukiangalia haya mambo huwa yanaevolve, kwa sababu yanapitanga saa yenye hauko cautious. One time mimi napenda sana kuenda nikisikiza, sikuangi na haraka ya kusema hata nikikuta mhubiri akihubiri sina haraka ya kumdismiss, kwa sababu nataka kusikia njia yenye anafanya nini anafikia. So nimeenda katika mass mingi sana za mazishi, na uende usikize mingi ambazo wanafanyanga katika kanisa hili, na hata haya makanisa mengine yameanza kuchukua mtindo ule, kwa sababu hili ndilo kanisa lao kuu. Na wakati ule mtu anaenda kuteremshwa pale kwa kaburi, kuna maombi ambayo yanakuwa yameandikwa katika catechism, na inasomangwa wakimuombea ya kwamba aweze kupokelewa kule juu mbinguni, na apokelewe na malaika, na malaika wakimchukua wampeleke hadi katika kifua cha Ibrahimu. Maombi inafanyangwa kama hiyo, imeandikwa hapo vizuri sana, ya kwamba apokelewe kule juu mbinguni, aingizwe katika furaha hadi apelekwe katika kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Unasikia kama mambo hayo yanapelekana? Na saa hiyo pengine mwenye anaambiwa katika tabia zake za kuonekana zilikuwa ni potovu, hata pengine alikuwa mwizi, lakini anaambiwa apelekwe katika kifua cha Ibrahimu. Si unaona upotovu? Hivyo ndivyo tunaambiwa hata maskani ya baba wetu, kwa sababu katika maskani ya baba wetu ni utakatifu. Lakini ili kanisa lilifunza ama lilichukua mtindo ya kwamba
huo upotovu unaweza onekana katika macho ya nani? Ya baba wetu. Nini ingine tunasoma hapo aliweza kufanya? Nao wakao mbinguni. Tunaambiwa kwamba hata wale wanaokaa mbinguni aliweza kuwatukana. Na tukasema ya kwamba ni nani wanakaanga kule mbinguni? Ni baba wetu, mwanawe na malaika. Sasa na nikamwambia mfano wangu ya kwamba nilipopelekwa pale katika ile kanisa, jina langu la kubatizwa lilinunuliwa, na hiyo niliwatuma katika kitabu kinaitwa The Mystery Babylon Religion. Mwai sikia ama mwai ona, si ndio? Mwende usome chapter moja ambayo inaitangwa Indulgences. Indulgences ni kusema kwamba kuna wakati ilifika na kanisa likatumia jambo ambalo ni la wara itawatena kidole yetu ujaja, likatumia ujaja na likaweza kutajirika sana, kwa sababu nataka ufikirie Papa akiwa Rumi, pesa inatoka kijiji kadogo sana kule kwetu, kwa sababu ya jina langu limeuzwa, ndiposa niweze kubatizwa. So in that way, hata majina ya malaika naambiwa unajua inaenda na kosa. Kama jina ni ya malaika, hivyo ndivyo bado pesa utatoa mingi, kwa sababu ukitoa jina malaika kama Mikaeli, unajua anaonekana ni akineno katika maandiko anaitwa Anakeju. Hiyo ni kusema ni yule malaika mkuu sana kule juu mbinguni. Sasa hilo jina ukipewa wakati wa kubatizwa ni jina la dhamana sana. Hivyo ndivyo aliweza. Si unasikia ni mambo maovu sana. Sasa kuna jambo lingine ambalo tulisema hatukusema, nataka tuseme. Tusomea mstari wa 7. Kwa sababu ikiwa mambo hayo yote yako, kuna tahadhari ambayo tunasoma. Hebu soma mstari wa 7. Nasema tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Haya, nataka usikie sasa ya kwamba uovu huo wote, unajua hayo ni machache tu ambayo tumetaja. Yes. Kuna mafunzo mengine mengi, si kuna mambo mengi sana tumetaja hapo awali. Ya kwamba hayo yote alipewa ndiposa aweze kutoa vita kwa watakatifu wa baba we. Na ndiposa nikasema ni kanisa ambalo hili kanisa na kanisa la baba wetu haliwezi ambata. Ndiposa tukasema sisi tukiwa watakatifu, iwapo tutajipata ya kwamba tunaangalia kule na tunaona ni kama hawa watu wako na hii kitu, ni kama ni mzuri, ni kama tunaweza ichukua tuilete huku kwetu, tunaambiwa ukumbuke. Sasa utakuwa umeshindwa ama umeshinda, kwa sababu yeye ametoa vita kwa watakatifu. Sasa utakuwa umeshinda ama umeshindwa? Haya, endelea tusikie. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha. Haya, hapo ni kitu kingine ya kunoti vizuri sana, ya kwamba mambo haya yote baba wetu alikuwa anajua na nia alikubalisha yatende. Anaambiwa ya kwamba alipewa uwezo juu ya kabila zote. Hiyo ni kusema aje? Leo hii ni wapi hii kanisa haliko? Kuna mahali haliko? Haya, niwaulize swali lingine. Ni wapi umewahi kuta hili kanisa? Kama sisi tulikuwa mahubiri kule Mombasa. Ni wapi umewahi kuta hili kanisa likifanya mahubiri? Kuna mtu amewahi pata? Kwa nini unafikiria haujawahi pata? Ni hapo tumesoma kwamba lilipewa uwezo juu ya makabila yote. So ili kanisa linaingia kwa makabila kwa urahisi sana. Kwa urahisi sana. Kama napoangua historia ya kule kwetu. Unajua kule kwetu kuna kanisa kubwa sana. Sijui linakuwa limeitanishwa na mtume na sahau. Lakini kwenda usachi hiyo kijiji inaitwa Tugo.
tuzo. Kuna mtu ambaye soma kuhusu Paramount Chief alikuwa anaitwa Chief Karoli. Huyo ndiye alikuwa wa kwanza kukaribisha hawa. Inasemekananga walikuja huko mara ya kwanza. Na hata wamejenga shrine ya mahali at the missionaries walikuja mara ya kwanza. Wanasemekana walikuja 1901 na pamejengwa hapo mahali walikuja. So, napanga historia hapo kwa sababu nyakati hizo shida ilikuwa mingi sana na umaskini ulikuwa mwingi sana. Walikuja na haya matunda yanaitwa crabs. Si mnayajua? Sasa walikuja na hizo na wakakuja na chakula na wakakuja na manguo. Sasa simeona mtego. Wakati walipea watu hivyo, wakapewa watu hivyo, wakapewa watu hivyo. Tena wakaingiza hilo kanisa wapi? Kuna sahi kuna kanisa kubwa sana huko. Kubwa. Kwa sababu hata mwenye huwa anatumwa kutumika katika hilo kanisa for the longest time huwa anatoka Italy. Anatoka Italy anakuja mpaka wapi? Huko. The last one amekufa last year. Mwenye ameserve huko for the longest time. Lakini neno ni hilo ya kwamba hili kanisa lilipewa uwezo juu ya makabila yote. Halinanga hukumu wa kuingia. Halinanga hukumu wa kufanya nini? Wa kuingia. Haya, hebu soma. Yes. Naona wakati kwa walikuja Kenya. Wale ambao pengine tukiona kwamba hata kukaribisha Waislamu. But they were among those who welcomed him. Wakaenda wakakutana naye. Kwa hivyo hiyo ninafahamu kwamba alipewa mamlaka juu ya hiyo. Sasa Waislamu wanafanya nini? Wanaendelea kumkaribisha. Si mmesikia hivyo? Na hivi kuna wakati niliwapea huo mfano. Nikawauliza kama ni kiongozi wa kanisa, kwa nini alikuja akapokelewa na mamlaka ya kiserikali? Si unaona kuna hiyo kitu tunaitanga mystery. Lakini hiyo mystery tutakuja kuiona Ufunuo 17 na tutaielewa. So for now tunasema ya kwamba ni kanisa la kujiangalia sana. Lakini kuna jambo nataka ushike. Ya kwamba wafuasi wa hili kanisa na uangalie huo mstari. Ya kwamba huwa wanaangalia na wanastaajabu, hata wanauliza ni nani anaweza pigana na huyu mnyama? Umeona huo mstari? Uangalie kama ni mstari wa 8 ama wa 9, ya kwamba ni wale ambao hawajaandikwa majina yao katika kitabu cha uzima cha Baba wetu. Na sasa tukifika hapa ndipo sasa huwa inabadilika, inaacha kuwa historia sasa. Inaanza kutuiki kwa sababu unajiangalia. Unajua kustaajabia huu mnyama, kustaajabia huu uongozi si kwa kusema. Ni kwa tukisoma tunaona ya kwamba huu mfalme alikuja kwanza na kitu kinaitwa influence. Anakuja ana influence watu wa dunia, wanamfuata. Kisha wakimfuata, Ufunuo 17 itatuonyesha ya kwamba tena sasa akageuka. Hafanyi influence tena, sasa ana control. Unashika hapo? Anaanza na influence. Mkishakuwa influence, anafanya control. So that's why na tunakuja kusoma huyo mnyama mwingine hapa saa hii. Yule ambaye ameshikilia habari za kiserikali katika dunia, ambaye anashikana na hili kanisa na kulipea nguvu zaidi. Soma huo mstari. Ni wa 8 ama ni wa 9? Wa 8. Soma. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aliye na masikio na asikie. Si hivyo ndivyo inamalizaga huo mstari wa 10. Na kwamba aliye na masikio asikie habari hiyo, kwa sababu ni ya kweli. Tunaambiwa wale ambao wanastaajabishwa na huyu mnyama na dini ambayo ameweza kubuni, wale ambao hawajaandikwa majina yao katika kitabu cha uzima cha nani? Cha Bwana. Sasa nataka usome mstari wa 11.
naye mwelekezi atanipea mnyama fulani hapo hapo. Nishatoka hapo. Niko mstari wa 11. 11. Kwa huu mnyama. Najua huu ni mgeni kwa sababu mstari wa 4 ndio ile tunauliza. Ni nani anaweza kupigana na yeye? Mstari wa 13 verse 4. Ndio nasema watu wote wa dunia ambao huwa wamefuata huu mnyama huwa wanastaajabu na kuuliza ni nani anaweza kupigana na huu mnyama? Ndiposa nikawaambia wakati mwingine utaenda kuhubiria mtu anakuuliza unataka kusema mama zake, unataka kusema. Kuna mtu mwingine tulienda kuambia habari, tukamwambia tumaini la watakatifu ni wapi? Ni hapa duniani, ni kulidi dunia. Na mtu akaniambia sasa, kama hiyo ni injili ambayo mnahubiri, hatuwezi kuongea na nini? Endeni. Kama mnasema hakuna kwenda mbinguni, akarudia tena, semeni hakuna kwenda mbinguni. Sawa. Chukueni vitu zenu, endeni. Hiyo ni njia moja ya kuuliza, ya kustaajabu ya kwamba yani nani anaweza pigana na mnyama gani? Yani huu ufalme unatuambia tutaenda wapi? Mbinguni. Hata unatuambia hatutaenda baadaye. Tukikufa sisi tunafanya nini? Na wewe unasema kwamba tukae wapi? Kwanza alisema shida yenye inakuwa kwa hii dunia, mtu ananiambia nitakaa kwa hii dunia, hatuwezi sikizana. Si unasikia? Hiyo ni inawe. Sasa tunakuja kuelewa zaidi what we are talking about. Najua huu mnyama pengine ni mgeni sana, pengine hujaisikia kineno kuhusu. Tusome mstari huo wa 11. Uendelee hapo. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Haya, shikilia hapo. Yohana wa Ufunuo aliona mnyama mwingine katika Ufunuo 13. Na aliona akikaa mwana kondoo. Mnajua mwana kondoo? Na tofauti ya mwana kondoo na mbuzi ni ni behavior, si ndio? Ni tabia, kwa sababu kondoo ni wa aina gani? Ni mpole sana. Hata mtu akitaka kukwambia wewe ni mjinga, anakuambia wewe ni mjinga kama nini? Kwa sababu kondoo akishikana wote, ukiwapigilia hapa, kondoo hafikiria kwamba anaweza rudi nyuma, arudi hivi. Yeye anaona lazima tupitie wapi? Si hivyo ndivyo kondoo wanakuwa. In short, kondoo anajulikana na upole na kuwa hana mambo mingi, tofauti na mbuzi, kwa sababu mbuzi kumlinda ni kazi ngumu sana, si ndio? Sasa na tukisema hivyo sasa, usione mnyama, kwa sababu baba wetu alinena na Yohana kwa mifano. Sasa aliona mwana kondoo, kumaanisha aje? Alikuwa ni mnyama ambaye ni mpole, alikuwa na pembe mbili, lakini alipofunua kinywa alinena kama nini? Maandiko yamesema hapa ya kwamba when he spoke like a dragon. Na last time nikawaambia ya kwamba tukisoma kitabu hichi cha Ufunuo huwa tunaangalia sana context, kwa sababu saa hii utaweza enda kusikia mtu anakuambia kwamba dragon ikinenwa hapa inanenwa kuhusu shetani, lakini ikinenwa hapa dragon inalinganishwa na huo mnyama ambaye tumesoma hapo Ufunuo 13 hapo juu. Si mnakumbuka vile alikuwa anakaa? Huyo anakaa chui, kucha za dubu na kinywa cha simba. Huo ndiye the dragon. Huo ndiye anakalia. The dragon kusema serikali ya Kirumi. Dragon. Umeelewa hapo? Serikali ya Kirumi ndiyo inaitwa dragon. So huyu mnyama alipoanza kuongea, ufalme ambao ulionekana ni ufalme kama ni ufalme wa upole,
Ni ufalme uko na mambo mazuri. Ulipoanza kuongea, ulianza kuongea kama joka. Endelea tusikie. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Haya, uwezo wake wote ambao anautumia ni uwezo wa ule mnyama wa kwanza ambaye tumesema ni serikali ya Kirumi. Kwa hivyo nguvu zake za kutenda kazi na za kuongea ni serikali ya Kirumi. Inaonekana wapi? Endelea. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Haya, unasikia sasa? Utenda kazi wake ni mgani? Yeye kazi yake ni kufurusha watu waelekee kumsujudia yule mnyama ambaye tumemsoma. Tumesikia hivyo? So, wakati ananena kuhusu mwana kondoo, ni ufalme halali. Ni ufalme uko na utofauti. Kwa kuonekana ni ufalme ambao unaonekana kama ni mzuri, lakini kwa utenda kazi unaonekana ni ufalme ambao si mzuri, si mzuri. Endelea tusikie. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Endelea, hiyo ni ya kwa mnyama hapo kwanza. Naye afanya ishara kubwa. Anafanya ishara kubwa. Hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Anakosesha wale ambao wanakaa juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Kuna kazi kwa ambayo huu mnyama itafanya tumsome. Kuna mtu ameanza kusikia harabai. I think Revelation si harabai, sio? Ameamka. Kuna kazi kwa ambayo inafanya tusome huu mnyama. Tunaambiwa ya kwamba ananena kama joka na anafanya kazi kupitia nguvu za mnyama ama serikali ya Kirumi. Na tunaambiwa atatia pumzi sanamu ya huyo mnyama wa Ufunuo 13. Sasa tumefika hapo. Si unasikia kuna kitu tunafaa kuelewa hapa? Ya kwamba kuna mnyama wa Ufunuo 13, kuna sanamu yake, na tena kuna huu mnyama. Na najua mwenye anaangalia si ashaona tunaongea kuhusu nini? Tunaongea kuhusu serikali kuu ya Marekani. Ukiangalia katika historia, kubuniwa kwa ufalme huu, nani anajua vile USA iliweza kubuniwa na ikakuja kukua? Nani amesoma ama amesikia? Hakuna? Ifunguliwa. Sio kama hizo nchi zingine tu wanaona hawa wanapiga hawa wanachukua mamlaka. Hapo kuna point. Umeshika. Hawa nyama wengine tumekuwa tukiwasoma, walikuwa wanatoka wapi? Majini, si ndio? Na tukasoma tukasikia kwamba ukisoma Revelation 17 verse 15 inasema ya kwamba baba yetu akinena kuhusu maji mengi, ananena kuhusu mataifa ya dunia. Ndiposa tukisoma tukasikia kwamba hizo falme zingine zikitokea, ni vita ilikuwa ikipiganwa kati ya watu, kunatokea ufalme mwingi, lakini ufalme huu uliweza kufunguliwa. Sikumbuki jina la huyo mtu ambaye alienda huko. Malizia baba peleka. Alikuwa anaitwa Christopher Columbus. Christopher Columbus. Alienda kule nchi ile, na akaweza kufungua ama akaweza kupata ya kwamba kuna nchi ambayo watu wanaweza ishi. So, ufalme huu ukijengwa, mwanzo wake ulikuwa ni mwanzo mzuri sana kwa sababu freedom, na sana sana tukiangalia freedom of worship ambayo ilikuwa imefinyika sana kupitia serikali ya Kirumi. Ufalme huu uliweza kuweka freedom of worship, iliweza kuonekana huko mara ya kwanza. So, sinaona kwa nini anaonekana akiwa mwanakondoo tu. The reason ambayo inafanya for now tuone ya kwamba ni hii serikali kuu ya Marekani
ni pembe zake mbili, na ukienda political wise ama katika hali ya kisiasa ya dunia utapata ya kwamba nchi hii inaongozwa na vyama viwili peke yake, sio kama nchi yetu. Si unaona nchi yetu, mtu akiinuka chama, akiinuka. Lakini nchi hii ever wakati wote ambao tumekuwa, kuna vyama viwili za kisiasa ama uongozi. Aina ngapi? Mbili, na moja inaitwa Democrat na ya pili Republican. So hawa wawili wanatoanga mfalme wakati wao, wanamsimamisha wakati wa uchaguzi, ashinde ama ashindwe. Lakini nataka usikie siri hii ambayo tunaambiwa, kwa sababu ukiangalia kama hiyo nilikuwa naambia, the freedom of worship iliweza kusisitizwa sana katika nchi ya Marekani zamani zile, lakini leo ukitaka hali ya uovu ambao umepita mipaka, uko wapi? Acha niwaulize kama moja. Kuna moja inaitangwa sijui kama inakuja November. Mnasikiaga hii siku inaitwa Halloween? Ni nini kinatendekaga? Jeri. Acha mshika kikombe, ulikuwa unaongea. Ama haujaisikia? Simesikia? Si umsaidie hapo. Ni nini inatendeka kwa hiyo siku? Wanavaa costume za inakuwa siku ya uovu. Yaani ni kama siku ya kuenda uchi. Kama hiyo siku watu ni kuenda nini? Uchi. Na inaonekana kwamba ni jambo mzuri sana. Hiyo iko. Najua wazee pengine mmewahi sikia wazee. Inafanyika hivyo. Lakini ni uovu ambao umekithiri sana huko. Na ukikumbuka hata juzi wakati haujaenda sana, these people walikuwa wakisema ya kwamba ni kama wanaona ama wanajiangalia na wanaona ya kwamba wameweza kuachana na baba wetu, kwa sababu ya uovu wao ulikuwa unaonekana umeenda juu sana. Hata mambo yalikuwa yanatendeka katika nchi yao ni mambo ambayo ni ya uovu zaidi. Hiyo ndio tunasema alipoanza kufunua kinywa alianza kunena kama nini? Joka. Ufalme huu ama serikali hii ya Umarekani, na ukisikia hapo anasema ya kwamba ati huwa anafanya ishara kubwa sana. I think hiyo tunaweza shuhudia kwa sababu in our days kama juzi si hata hiyo vita bado inaendelea ya Iraq na vita inaendelea saa hii Iran na Marekani na Israel. Haya, hii serikali uliona ikifanya mambo inakaa aje? Ulisikia wakikuja kupiga vita mara ya kwanza kulifanyika nini? Wazee mnataka kuniangusha na hiyo story tulikuwa tunaongea hapa. Day one ndio vita itangazwe. Walifanya nini Marekani? Sinasemekana ndege yao ya vita iliweza kusafiri ikakuja ikaingia Iran na haikuonekana katika radar ambazo ni za kuangalia ndege zao. Hamjui hiyo ndege yao na kwamba inaendaga vita na ikiingia katika nchi yenu haiwezi onekana na haijulikani inafanya nini? Ikaingia na ikapiga na ikafanya nini? Maandiko inamtambua sana na inajua anakuwa na ishara kubwa sana. Kuna teknolojia nyingine ambayo inakuwa imeendelea sana katika nchi yao. Katika hali yao ya kivita wako na meli mbili ambazo zinaishiki katika bahari na ni meli za vita, lakini haya mambo yako katika mtandao.
Si mnaweza enda muangalie. Mtaenda kuangalia leo niwaambie. Mwende muangalie hizo miali zao mbili. Tunaambiwa ya kwamba zinakuwa ni uwanja za ndege za vita zao. Na ever zinakuanga kwa bahari na zinakuwa 24/7 ziko ready. So wakisikia kuna mahali wanataka kuenda vita, hizo ndege zinafanya nini? That's a kind of technology. Because unasikia hapo maandiko yanasema ya kwamba ati ya kwamba anatendaga ishara kubwa sana kwa mataifa, lakini nguvu zake huwa anaelekeza watu wasujudie huyo mnyama wako. Hapo tumeelewa? Nimegusa tu the tip of the iceberg. Ukienda kwa mtandao utakuta mambo makuu sana ambayo huwa wanatenda. Kama wakati wa uongozi wa kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Barack Obama akikuja hapa kwetu, si alikuja na ndege ya kifahari sana ambayo ilivuma sana katika dunia. Hata watu wanauliza hii ni ndege ya aina gani? Ilikuwa inaitwa sijui ilikuwa inaitwa Air Force One ama ilikuwa inaitwa Air Force One. Na hiyo ndege ilikuwa inasemekana ya kwamba iko na teknolojia ambayo hakuna ndege nyingine katika dunia iko nayo, na inalindwa sana kwa sababu teknolojia yake iko juu sana. Kama inasemekana iko na room kwa ajili ya security ya kiongozi wao ama president, na kama kazaenda kutokea jambo, kuna room ataenda aingizwe kwa hiyo ndege, room ambayo ni secure in all means, ni repellent kwa missiles, ni bulletproof, ni unasikia that kind of technology. Because maandiko inasema ya kwamba huyu mnyama anafanya ishara kubwa sana. Ni teknolojia mingi zinatoka wapi? Huko. But hiyo ni ya kuleta ndio uone serikali kuu ya Marekani. Nataka ushike hivi. Endelea hapo Moas. Endelea. Hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sasa nataka ushike hapa. Mnyama, tukisema mnyama ule wa kwanza, tumesema tunaongelea kuhusu serikali kuu ya Kirumi pamoja na dini yake ambayo aliweza kusimamia. So we are talking of Papal Rome. Na tunaambiwa ya kwamba kuna sanamu yake. Sanamu ya mnyama gani? Huyo wa kwanza ambaye ni serikali ya Kirumi, si ndio? Sanamu yake ni gani? Sanamu yake ni siku yake ya ibada ambayo aliweza kutengeneza. Sanamu, definition ya sanamu ni nini? Si ni mfano wa kitu fulani. So hiyo kitu ambayo ilikuwa halisi ilikuwa ni sabato ya baba wetu. Lakini huyo mnyama akakuja akasimama na sanamu ama akatengeneza mfano wa siku kama ya baba wetu ambayo tulisoma hapa na tukasikia dunia yote imefuata siku gani? Ya kwanza ya juma. Ya pili tunaambiwa huyo mnyama utatia nguvu ama utatia pumzi sanamu yake iweze kuongea na kufanya watu wasujudie sanamu gani? Sasa nikisema sanamu mnaelewa nasema kuhusu siku ya ibada. Enetoranyika. Niwe kodora mungidora digo kama hani. Tunasema kuna sanamu na upande huu kuna serikali ya Marekani na upande huu kuna serikali ya Kirumi pamoja na kanisa la Kirumi. Sanamu yake sasa tukasema ni siku ambayo aliweka akaifananisha na siku ya kupumzika ya baba we. Kuitia pumzi, kutia hiyo sanamu pumzi ni kusema ni sheria iwekwe nguvu ifanye kazi. Umaisikia kitu tunaitanga
the national saddle. Mwaisikia? The national saddle. Tunangojea kwamba kuna wakati itafika, na ile historia, unakumbuka historia tulikuwa tunasoma hapo ya kwamba watu ya 321 AD wakati wa Constantine. Tunangojea wakati kama huo tena, kwa sababu huu mnyama tunasoma hapo na kusikia kwamba anafanya bidii na nguvu zake anatumia za yule mnyama, ndiposa afanye hiyo sanamu ikuwe hai na iweze kuongea. Hapo tumeelewana? Haya, hebu endelea hapo kidogo. Kuna mahali nataka tufike na sijui kama tutakuwa tumehit hapo. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza asipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Haya, nataka sasa usome hapo pole pole. Si tumefika sasa ya kwamba huyo mnyama, na najua nimezoea kuifunza hivyo kwamba huyo mnyama, najua nataka tusiachane nyuma. Nikisema huyu mnyama tunaelewa. Sasa tukisema huyu mnyama tunasema kuhusu serikali kuu ya Marekani, si ndio? Tunaambiwa ya kwamba anafanya watu atiwe chapa katika mkono wa kulia ama katika vipaji za uso wao. Nataka ufungue katika kitabu cha Waefeso 1:13, kwa sababu Baba wetu huwa anatia chapa yake kwa watu wake kwa njia gani? Soma hapo Waefeso 1:13 na 14. Nanyi pia katika hiyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Na kwamba mtu huwa anaanza kusikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kuamini yeye, na kuamini ndio ya pili, na kutiwa muhuri ya Roho yule, na ya tatu anatiwa muhuri kwa kupitia kwa Roho yule ambaye ameleta habari gani? Hiyo soma kwa Kiingereza. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Hivyo ndivyo Baba yetu huwa anajua watoto wake. Na nashukuru sana kwa sababu leo tulisoma lesoni. Tulielewa. Tuliambiwa mtu akizaliwa kama saa hii nikisema mwalimu jitaka watoa jogona. Jogona ni nani? Ni nani tunaita jogona? Pastor. Hata nilikuwa nitumie jina yake hivyo. Si ni pastor? Yes. Sasa ukisikia mimi nikisema mimi ni wa pastor, si ukiwa hapa utakuwa unajiuliza kwani huyu kijana alianza kutumia vitu zingine, akaanza kuchanganya mambo, si ndio? Hata pastor mwenyewe atakaa ashangae, huyu anasema ni wangu kwa njia gani? Si ni kweli? Kwa sababu hauwezi jifanya wa mahali kama wewe si wa mahali. Ati ama siku mchungaji anaenda kwa gaibesi yake, ati mimi naenda hapo namwambia mimi ni wako, nahitaji nini? Ulini. Si pastor hata I think mara mwisho tutaachania kwa goti. Tutaachania kwa goti kwa sababu anaona huu kijana kuna jambo lingine hapana. Lakini baba yetu alituambia na tulisoma hivyo katika lesoni ya kwamba ukipewa roho kwa kuzaliwa tena, Kiingereza ilitumia jina power to become. Power to become. Ya kwamba ukitiwa hiyo muhuri ya roho unapata nguvu za kufanyika mwana wa baba wetu. Tutoke hapo, tuko hapa kwa na yeye huyu mnyama hapa na chapa ambayo anatia watu ambao wanamfuata. Na tunaambiwa ya kwamba ni katika mkono wa kulia ama katika
uso. Tukifika hapo, nataka kuambia akinena hivyo haneni kuhusu aliterabi, kwa sababu hiyo ndio imekuwa shida kubwa sana ambayo inafanya watu. Siniwaambia hata wakati kwa tunachukua huduma namba, mtu mwingine alinipigia, we ni wapi huduma namba? Njoete gwesi yagine na mbele ya tuleke yake. Si unaona, kwa sababu watu wanangojea kwamba kuna wakati utakuja, wakati kama gani? Kama kwa. Lakini kitu ya kwanza, njia ya kusujudia huu mnyama ni kwa njia ya matendo na kwa njia ya fikra zako. Ndiposa hapo Yohana anasema katika kipaji cha uso, ama kusema katika mawazo yako, iwapo haujafuatana na, kama haujafuata njia ya baba wetu, automatically unafuata njia ya huyo mnyama. So kila kitu ambacho anafunza, kila kitu ambacho anaonyesha watu wafuate, wewe unafanya nini? Unafuata. Uko na chapa ama hauko? Haya, siku ya Sabato baba wetu katika hiyo amri amesema aje? Uikumbuke siku ya Sabato itakase. Kwa njia gani? Kwa kuacha kazi zako zote. Huyo anakwambia aje? Kwa mnyama wa 13 kunakuwa na shida ya kufanya kazi leo. Si leo kuna watu wengi wako kazi. Lakini amri ya baba wetu inasema sikia. So kwa njia hiyo, wakati vitendo zako zinafanya kazi na wakati akili zako haziko sealed kwa baba wetu, uko kwa huyu mnyama, tugenderea hindi ya kureherwo musiga mathi ati ndio kirona mpaka na ndureke. Kama utakuwa umefuata huyu mnyama, hakuna kitu utakata. Leta indrai, hakuna kitu utakata. Hapo tunasoma ya kwamba anafanya ya kwamba, kumbuke hii serikali ndio controller ya economy katika dunia. Si ni kweli? Ndiposa unaona leo hii ukienda na Kenyan shillings kwao utanunua, na ukienda ukuja na dola sana, si utanunua? Kwa nini? Hii serikali ndio ina control economy. So leta in life, na tunasemanga ya kwamba unabii unajulikana vizuri wakati umetimia. So there is a possibility ya kwamba kuna sheria zitakuja kutokea ambazo zitaweza kuzuia kununua ama kuuza, ama sheria zingine mingi ambazo zitakuwa zimewekwa si kwa wale wanafuata mnyama, bali kwa watakatifu. Ukumbuke tuliambiwa huo mnyama vita yake kuu ni akina nani? Ni ya watakatifu, si ni kweli? Sasa naona time imefika mahali niambiwa nifikishe. Lakini kuna jambo tumesoma hapo ya kwamba mtu anataka afahamu namba za huyo mnyama, na utanipea slide ambayo nimeweza kuelezea. Si hiyo ndio tunaitwa alama ya mnyama? Si ni hiyo namba ambayo tulisema watu wengi sana wakiona anaenda bio, si ndio? Lakini tumeambiwa ni nini hiyo namba? Hebu soma tena hapo. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule. Asipokuwa na chapa ile, si ni hiyo? Yaani si Biblia bado ndio inazidi kutupia ufafanuzi. Yaani nini? Jina la mnyama yule, jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake, ama hesabu ya jina la. Sasa hapo ndipo tutamalizia. Mwelekezi within hiyo parameter ya mahali ambapo umenipea, nitakuwa nimemaliza hii, kwa sababu ni rahisi. Yaani nyinyi mnaiona inasomeka virahisi. So tumeambiwa hebu tuambie tena hapo, tumeambiwa
namba ya huyo mnyama, ya alama ya huyo mnyama, yaani jina la mnyama yule, jina la mnyama huyo, au hesabu ya jina lake, ama hesabu ya jina lake. Katika historia kuna wakati tulikuwa na letters zilikuwa zikitumika sana kupeana majina. Si that's why tunatuanga na zinaitangwa Roman numbers. Tukiandika 1 tunaandika kwa Roman tunaandika I, si ndio? Tukiandika 2 kwa Roman tunaandika I. Si ndio, mnaijua hivyo? So hiyo hesabu ilikuwa kwa very many. Hii in Latin 1 jina lake ni hili katika lugha ya Kilatini. Amerudiwa tena na Rahabai, na vile sasa tunamalizia mahali pa maana. Jina lake, kusomeni hii jina na tunasema Bacchus. Someni vizuri. Vicarius Fidei. Hiyo ndio jina lake la baba, na inasemekana ya kwamba, sina uhakika kwa sababu sijaiona hiyo kofia yake, but wale ambao wamechunguza wanasema ya kwamba, si mnaonanga anavaanga kwa kofia fulani kadogo, alafu kisha anaweka kofia ingine. Ni mwana wako kana yenye mtiona mwana. Si anakuwa na kofia kikubwa kinakaa mdomo ya samaki, lakini ndani kuna kofia kingine hapo. Inasemekana hili jina linakuwa limenakiliwa hapo. Ama kama saa hii wametoa, zamani hili jina lilikuwa likinakiliwa wapi? Hapo. Vicarius Fidei. Najua mko na mtandao. Hata ukiambia mtandao kutranslate, siwaambie hapo haraka kwa Kiingereza hii ni kusema aje. Akiendelea kutafuta, si umejua jina lake, alama ya mnyama, yaani jina la, na jina lake ni gani katika Kilatini, ama hesabu ya jina. Hapo mmeshika, ama hesabu ya jina. Haya, situanze kuhesabu. In Roman, V ni I ni C ni A ni R ni I ni V ni. Kama kuna mtu ana calculator, fanya hiyo hesabu. Unajua unaweza sema mwalimu alikoroga hesabu ndio ifanye nini? Ingiane. Utuambie kama nitakupea hiyo. Fidei, F ni I ni L ni I ni I ni. Tutafanyia hiyo hesabu. Fidei, D ni 500, E ni 0, I ni 1. Hiyo ni rahisi. Hiyo si inakuja 5 for 1. Haya. Kuna mtu amefanya hii? Imekuja hivyo? Haya, kuna mtu amefanya hii? Imekuja hivyo? Kuna mtu amefanya kama aje hii toto ni hadi 51, 2, 3. 50 1 2 1 2 53. Na hii ni 5 for 1. Sasa si wadi hizi 666. itakupea ngapi? 666. 666. So hapa ndipo alisema hapa ni penye hekima na kwamba ambaye anataka kufahamu ajue jina lake ama ajue hesabu ya jina lake. Umejua sasa? Haya. Umetafuta? Nimesema aje? Soma. Nataka kusema nilikuwa nataka tuone ya kwamba katika mitandao haya mambo ndiyo yako wapi? So tunataka kusikia translation ya jina hili la Kilatini ambalo ni la Papa
Title yake ni hii katika Latin language. Ikibadilishwa ama ikitranslatiwa katika Kiingereza ni kusema aje? Tusomee sasa. Vicarious Filidae is a Latin phrase meaning vicar of the Son of God. Umesikia? Vicarious Filidae ni kusema vicar of the Son of God. Hiyo ni kusema aje? Mama zangu hiyo unasema ni kweli, sema na nguvu. Ya kwamba ni yule ambaye amekalia kiti cha mwana wa Elohim hapa dunia. Sasa mnasikia viongozi wengine wa kanisa wanaitwa vika. Ni vile hawajuangi, but that's what it means. Ya kwamba ni anayesimamia ama ambaye amekalia kiti cha mwana wa Elohim wapi? Hapa duniani. Si unaona vile amejitukuza? So because unaambiwa uelewe jina lake ama hesabu ya jina lake. Ndio ukiona lakinya gari tayari kito KDG 666L. Nasema huyu ni Illuminati. Utakuwa unasema hivyo kwa sababu hapa inasema hii ni hekima ambayo si kila mtu anafanya nini? Anaelewa. Wengi ni kujaribu kuvaa, wanajaribu kushika. Lakini the real meaning ni hiyo, kwa sababu Yohana anatuambia ya kwamba kuelewa ni kujua jina lake ama ujue hesabu ya jina lake. So, the mark of the beast. Na hapo pengine tutakuja kuendeleza hiyo wakati mwingine. Ndiposa tuone sanamu yake ambayo ametengeneza na jinsi dunia inakusudia kuweza kuileta ikuwe sheria ambayo iko uhai na inafanya kazi. So, umefika mstari wa ngapi? 17. Umebakisha mstari ngapi hapo? Moja, isome. Hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili. Na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Na hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 666. Tumefika kikomo sasa. Tumeelewa hapo ya kwamba jambo hilo ni la hekima, na aliye na hekima afanye nini? Aelewe hesabu, kwa sababu ni hesabu ya kibinadamu na nambari yake ni 660. Kwa hivyo hiyo namba ilikuwa ikipeanwa ikiwa alama ya kujulisha huyu mnyama ni mgani na anakaa wapi na anafanya kazi gani. Sasa usiku unaona hiyo namba unaanza kusikia sasa hata huwezi lala. Unajua tukiwa watoto hadi ikiandikwa kwa ukuta kwa room yako haungeingia huko. Kwa sababu unasema huko shetani atakuja. Si Bwana wabariki sana. Kuna mtu ameacha na swali hapo. Nilikuwa nasema hiyo vicarious nadhani hiyo si ni watu wasione kama ni vi. Oh, hii ni you. Hapana. Ni vi. Ni vi. Kuna swali lingine? Oh, hii.